Pole pia. Asante sana. Asante na nimeshapoa. Okay, sawa. Na Watanzania wangependa kufahamu zaidi mazungumzo kule ndani hasa yalikuwa ni yapi baada ya wewe kuitikia wito? Labda tu niseme kwamba mazungumzo baina yangu mimi na bodi ya filamu yalikuwa ni mazungumzo ya kirafiki sana. Niko na kakaangu hapa, tulikuwa tu tunakumbushana na hayakuwa yako vile firm kwa sababu hata mimi mwenyewe kiukweli nilikuwa naogopa, lakini hayakuwa yako vile nilivyokuwa nategemea. Ni katika kuwekana sawa, na pia nimejisikia vizuri kwa sababu nimetambua thamani yangu na nimeona ni jinsi gani ninavyopendwa, kwa sababu ningekuwa nimeachwa tu na nisingeambiwa chochote au kuitwa au kusemwa, kukanywa. Unajua anayekukanya ni mtu ambaye anakupenda na ambaye anakujali. Kwa hiyo na ni mtu ambaye anakuona kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kile ambacho kimetokea hakikustahili kutokea kwangu. Sijui unanielewa, na hicho ni kitu ambacho tumekumbushana pia na viongozi wangu, na nashukuru tumemaliza vizuri and I'm here with my brother and yeah, niko kwenye mikono salama kwa kweli. Sawa, kwa upande wako wewe unahisi labda pengine ulikosea upande upi? Labda tu niulize kabla, kwa sababu hayo mambo tumeshayamaliza kiukweli. By the way, unazungumza na Watanzania? Yes, of course. Nataka tu pia kabla tujamaliza, kabla tujaendelea, hapa wangapi ambao wameshajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura? Mmeshajiandikisha? Badilisha upepo tena. Mimi nataka wengine hamna mtu ambaye amejiandikisha kwenye daftari. Asa mimi nataka niwaambie Watanzania, kama unajijua wewe ni Mtanzania na una haki zako, umeshapita umri wa miaka 18, nenda katika kituo chochote, ajiandikishe katika daftari ya kupiga kura, kuwa na kitambulisho chako cha kupiga kura. Hicho ndio kitakachokuweza kukusaidia wewe kuchagua kiongozi ambaye anayekufaa. Kwa sababu hapa sasa hivi unajua mimi mnaongea na mkurugenzi wa taasisi ya Wema wa Mama. Yes, na taasisi yangu hii ni madhubuti kabisa kutangaza yale mazuri ya mama ambaye anayafanya. Mimi na imani kubwa kuna Watanzania wengi ambao hawajui, wanasikia tu, lakini hawajui yale mazuri ambayo Mama Samia ameyafanya katika nchi.